Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Alex Mkama, Kamishna wa Polisi. Ninashughulika na kitengo cha polisi jamii. Kazi yangu kubwa ni kuelimisha umma katika kuzuia, kutanzua pamoja na kubaini uhalifu. Sababu swala lako hilo limetambuka, halina jibu moja. Nini kifanyike kusudi kuweza kuwasaidia vijana? Kwangu mimi nitasema nini kifanyike kusaidia vijana kwa kuzuia swala la kuingiza kwenye uhalifu, sababu kinachohamasishwa sisi tuna sheria tumekichuama ni uhalifu. Kwa hiyo nimesema kwamba nitambuka kwa maana kwamba hili linajumuisha sekta nyingi ambazo wanapaswa wafanye jambo kusudi kuweza kuratibu jambo kama hili. Kwanza ni serikali imeweka utaratibu wa kupeleka vijana shule. Kwa utaratibu wa mafunzo kuanzia shule za msingi, sekondari na kuendelea. Kwa hiyo huko tunakuwa wanajifunza mambo mengi kwa swala la uzalendo. Kwa hiyo kama tukistiki pale na likafanyika vizuri, ni obvious kwamba tutapata vijana ambao ni wazalendo na wanajua nchi yao na wanajua taratibu, sheria na kanuni ambao wanaweza kuzielewa vizuri kupitia mafunzo. Lakini sisi kama jeshi la polisi tumekuwa na program nyingi. Ni polisi jamii tuna miradi mingi karibia 23. Na ipo miradi ambayo inawagusa vijana moja kwa moja kama sehemu ya watu ambao wanahusisha na uhalifu. Mtu anapoingia kwenye zogo kama lile, maana inategemea kwamba ametokea wapi. Katika malezi yake amepita katika mlolongo. Ukiacha tu mlolongo wa kishule, lakini unaona kama sasa tuna JKT kwa mfano. Vijana wanakwenda kule, wanapelekwa kule, wanafundishwa namna gani ya kuipenda nchi yao, namna gani wanaweza kuwa wazalendo. Pia wanafundishwa mbinu zingine mbadala za kufanya kuweza kujipatia kipato. Sababu wengi pia unaona wako mle wale ambao wanajihusisha na utumiaji wa dawa za kulevya au ile mifumo ya kiuchumi hawajaweza kuhusishwa vizuri. Na ili serikali imekuwa ikijitahidi kwa namna moja au nyingine kutengeneza mifumo ambayo inajumuisha vijana. Na sasa hivi mpaka imetengenezwa na wizara ile ya vijana. Kwa hiyo ukifuata mafunzo mle, wakimpata yule ukimsikiliza yule waziri, ndio anapokuwa anaelekeza, ndio obvious watapata vitu ambavyo vitaweza kuwajenga na kuwa watu wema na watu bora kwa taifa lao. Sawa, lakini kwa ujumla sasa, mimi kama jeshi la polisi na ushauri gani kwa vijana? Sisi ushauri mkubwa tunaowaambia vijana ni kutii sheria. Yaani kutii sheria. Kila kitu ambacho kiko hapa duniani kinafuata utaratibu. Kwa utaratibu, siko sheria, siko kanuni. Kwa hiyo kwa jeshi la polisi, kwa sababu sisi tunashughulika na usalama wa raia na mali zao na tunatumia mifumo ya kisheria, tunakuwa tunawaambia kwamba watii sheria. Hili nimesema hili swala ni mtambuka. Haitoshi kumwambia vijana. Wale vijana wamezaliwa na wazazi. Wazazi wanao jukumu kubwa la kuwafunza maadili vijana wao, watoto wao tangu wanakuwa watoto wadogo. Kwa hiyo wazazi wanao jukumu pia pale, nasema they have the role to play. Wao kama wazazi kuhakikisha kwamba wanawafundisha maadili mazuri vijana wao waweze kuwa watii. Wa hizi sheria. Ingojea mpaka aje mkubwa tu ndio mfundishe kutii sheria, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwenye wazazi wanao, lakini tuna wadau wengine na viongozi wa dini. Nimekuwa nikipita kwa viongozi kwa kuhamasisha watimize jukumu lao. Wenyewe wanakuwa wanahubiria watu kuacha dhambi. Dhambi ndio uhalifu upande wa katika definition ya sheria. Kwa hiyo na wao kule siku hizi unakuta wazee tu ndio wanaosali au wanaoswali ni wazee. Vijana hawezi kufanya nini? Kwa hiyo wakienda kule ni fursa nyingine ya kuweza kuambiwa mambo mazuri namna gani kujifunza utii. Wako manabii, wako na watu wengine ambao walikaa kwenye mlolongo wa kidini ambao walikuwa ni watii, walipitia changamoto nyingi na kupitia utii waliweza kufanikiwa. Kwa hiyo wenyewe tunaambiwa viongozi wa dini wana kazi ya kufanya, kuwafundisha maadili mazuri vijana ambao wanapita katika mifumo ile ya kiimani. Kwa hiyo unaona hili jambo sasa sio la polisi. Ni jambo ambalo litambuka, linamgusa karibia kila mtu. Linamgusa mzazi, linamgusa walimu, linamgusa viongozi wa dini na hata nyewe wanahabari pia. Linakuwa linawagusa kwa sababu pia mnakutana na mambo mengi, mna experience ya vitu vingi. Mnao uwezo pia wa kuweza kufanya kutengeneza jukwaa na kuweza kuwaeleza hiki kinachofanyika sicho ni vizuri kupitia njia moja mbili.